Katika uendeshaji wetu tutatumia coaches na sasa tutumie mabehewa yote. Kwa hiyo kuna watu pengine wanakuwa na wasiwasi, pengine hatuna mabehewa ya kutosha. Hapana, serikali imetuwezesha, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetuwezesha kuwa na mabehewa ya kutosha. Hata zile treni mmeona, kuna treni, kuna Mkapa Express, kuna Magufuli Express, kuna Samia Express, kuna Mwinyi Express, kuna Karume Express, kuna Nyerere, nafikiri kuna Nyerere Karume Express, Nyerere Karume Umoja Express. Kwa hiyo tuna treni 10 na zenyewe nafikiri kama tumetumia labda ni only 10%. Kwa hiyo tuna Watanzania wasio na wasiwasi kwamba tutaweza kufikia mahala tukaishua vitendea kazi. Tutavitendea kazi vya kutosha. Mkibipu tunawapigia mambo ya mjini haya. Okay, lakini vivyo tuna ununuzi wa vifaa vya mashine ya mitambo ya matengenezo ambayo na vyenyewe tunategemea vitaingia mwaka huu. Kutokana na kwamba reli yetu ni high tech, sio ya kugonga gonga tena. Lazima tuwe na vifaa vya kisasa vya kufanya matengenezo. Ni kitu ambacho ni muhimu sana, kwa sababu na tunaishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mitambo haya ni pesa nyingi, lakini ni muhimu tuwe nayo. Kwa speed ile uwezo kufanya maintenance za kubahatisha. Lazima maintenance zetu ziwe as close as perfect 100%. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa hiyo tunategemea vifaa, serikali ya awamu ya sita ilishatupa pesa. Tulishalipa advance payment, lakini vile kufungua, kwa maana ya kufungua LC kwa ajili ya kupokea vifaa. Lakini sio tu serikali ya awamu ya sita imeishia tu kwenye reli yetu ya SGR. Tuna utekelezaji wa ukarabati wa reli yetu ya zamani. Watu wa Dar es Salaam, Pwani, Morogoro na Dodoma, msisahau kwamba reli hii bado inatuunganisha na Kigoma, ndio inatuunganisha na Katavi, ndio inatuunganisha na watu wa Moshi, Arusha, ndio inatuunganisha na watu wa Tanga. Kwa hiyo reli bado tunahitaji. Na juhudi ya serikali ya awamu ya sita iko wazi kabisa kwamba ukarabati wa reli ya Dar es Salaam Isaka awamu ya kwanza tulimaliza, ndani alimalizia Mheshimiwa Rais. Kwa maana tulikuwa tunabadilisha kutoka latili sasa zile uzito wa zile reli zile, hani mambo ya kileli, kutoka zingine 45 za Wajerumani kule 56 tukapeleka 80. Na hii ina improve speed ya train, lakini vivyo hata safety inapopita train. Lakini kuna ukarabati wa reli ya Kaliua Mpanda ambao unaendelea sasa hivi. Kwa watu wa Mpanda najua, kwa sababu tunaonyesha live hivi, hatuzungumzi mambo tu ambayo ya kusema hapa, tunazungumza maisha ya watu. Kama reli inapita, maana yake watu wanapanda train. Kwa watu wa Mpanda tutakuwa wameshaona kwamba tunaendelea na ukarabati wa reli yao. Pamoja na kwamba kutakuwa na ujenzi baadaye huko mbeleni SGR, lakini tutakarabati reli iliyopo. Na maana yake nini? Watu wa Mpanda wanatumia masaa kutoka Mpanda mpaka Kaliua, karibu masaa 10. Tukimaliza ukarabati tutatumia masaa 3 tu. Kutoka Mpanda kuja Kaliua. Lakini vile kama utaona kule mbele tuna ukarabati vile kutoka Tabora kwenda Kigoma. Kwa tunakarabati vile tunafanya ujenzi mkubwa sana wa daraja. Kwa watu ambao wanatumia reli yetu ya zamani, kulikuwa na shida sana pale Godegode, Kilosa Gurwe pale, kwamba kila wakati tunakuta kuna maji yanapita. Sasa kuna mambo ambayo tunayafanya. Kwanza kuna ujenzi wa daraja refu kubwa pale la urefu wa kilomita 175, lakini vivyo kuna deviation ya njia, tunajenga njia nyingine kuitoa kwenye mto, tunazungumzia kilomita kama 6.2. Huo ujenzi unaendelea mpaka sasa hivi. Lakini lengo kubwa la serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha njia yetu ya zamani. Sio kwamba kwa sababu tuna standard gauge basi cha zamani tunakiacha. Hapana, Mheshimiwa Rais anaenda navyo vyote. Na haya nazungumzia ni mapesa mengi sana. Lakini vile kuna ununuzi wa reli mataaluma yale kwa ajili ya ukarabati wa reli ya kutoka Isaka kwenda Mwanza. Unajua ukarabati uliishia Tabora. Na kuna ukarabati mwingine ambao nitauzungumzia kule mbele, utatoka Isaka kutoka Tabora kwenda Isaka, lakini inabidi ukarabati vile kutoka Isaka kwenda Mwanza. Kuna
ununuzi wa mataaluma, vifungashio kwa ajili ya ukarabati wa reli, ununuzi kutoka Ruvu, nafikiri nishazungumzia Ruvu na Mruazi Junction. Hiyo inatuconnect sisi, kwa maana ya reli yetu ya kati ina connect na kaskazini, Tanga, Korogwe kwenda Moshi na Arusha. Na kuna mradi mwingine ambao unafadhiliwa na World Bank, Trip 2. Tulikuwa na Trip 1 ambayo ilitusaidia kutoka Dar es Salaam mpaka Tabora, lakini 2 itatusaidia kutoka Tabora kwenda Isaka. Na wenyewe huko katika hatua za mwisho za manunuzi, na nyewe tutaanza ukarabati. Lengo kubwa, kwa nini nazungumza haya? Sio tu serikali ya awamu ya 6 ina focus kwenye reli yetu ya mpya SGR, ambayo ndio habari ya mjini, si ndivyo? Lakini hata reli ya zamani Mheshimiwa Rais hajaisahau, na ina muhimu mkubwa sana. Ukienda sehemu za Tanga unazungumzia reli ya zamani. Ukienda Kigoma bado ndio reli ambayo inatuconnect. Sasa katika habari za uendeshaji, tangia tuanze, kama mnavyojua waandishi wa habari, ni kwamba tarehe 14 Juni tulianza uendeshaji wa 2024. Kwa tulianza kwanza na uendeshaji wa kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro. Ilikuwa kama warm up, na tarehe 25 tukaanza Julai 2024, almost kama baada ya mwezi mmoja, tukaanza uendeshaji wa kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma hapa tulipo. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuja tarehe 1 Agosti 2024 kutufungulia, kwa maana sasa official tunaanza uendeshaji. Na nataka kuwapa taarifa tu kwamba tangia tuanze tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Mafanikio ya kwanza kabisa ni nia ya kwanza kwa treni, kwa sababu ni treni ya abiria. Kwa lazima tuzungumzie habari za abiria. Ukizungumza mpaka tarehe 19 ambapo Mheshimiwa Rais aliapishwa, tulikuwa tulishasafirisha abiria milioni 2.1, na tulikuwa tumeshakusanya makusanyo pesa za Kitanzania bilioni 59. Kwa nini hii namba ni muhimu sana mkaielezea katika kuhabarisha Watanzania wakajua vizuri? Reli yetu ya zamani ukijumuisha na Tazara, sina uhakika tulikuwa tunafikia hata nusu milioni. Yani hiyo ndio magnitude, yani ndio ukubwa wa transformation ya kitu ambacho kimefanyika katika taifa letu. Ni beyond thinking ambao sisi tulikuwa tunaona, pengine viongozi wetu kwa maono yao walikishaona tayari. Kwa ukiangalia katika miezi hiyo, nazungumzia takriban miezi 7. Sasa tulipoanza ilikuwa na treni moja tu inazunguka kutoka kuanza kabisa rasmi na kuongeza treni. Mheshimiwa Rais alipokuja kutufungulia rasmi, ndio tulianza kuongeza hata treni. Sasa tunaanza uendeshaji. Kwa nazungumzia kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 2 na mwezi wa 3 hapo mwanzoni, tarehe kuzungumzia siku 19. Ukizungumzia habari ya 2.1 milioni, ni transformation kubwa sana kwa Tanzania. Lakini inatupa picha gani? Watanzania wanataka vitu vizuri, si ndio hivyo? Wanapenda vitu vizuri. Na pengine inatuelezea vile vile uzalendo wa nchi yetu.